Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameandikiwa barua na msajili wa vyama vya siasa, na katika barua hiyo wametakiwa kuiwasilisha majibu ya barua hiyo Mei 20. Haitakiwi kuzidi hapo kutokana na tuhuma mbalimbali ambazo msajili wa vyama vya siasa ameziandika katika barua hizo, na ni kutokana na baadhi ya video ambazo zilikuwa zikitembea mitandaoni. Sasa wanasiasa mbalimbali nchini wamekuwa wakitoa maoni yao, na miongoni mwa wanasiasa hao ni mwanasiasa Zitto Zuberi Kabwe. Amesema tishio lolote dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni tishio la demokrasia Tanzania, akisisitiza umuhimu wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuchutama, kuwajibika na kubadilika baada ya kurudia baadhi ya makosa ya ubaguzi na kutokutenda haki kwa vyama vya siasa nchini, kama ilivyoelezwa katika ripoti ya tume ya kuchunguza ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Na nukuu aliyoandika Zitto Zuberi Kabwe kupitia kurasa wake, amesema tunachukulia kuwa tishio lolote dhidi ya Chadema ni tishio dhidi ya demokrasia. Msajili, achana na mpango wako huo wa kutaka kuifuta Chadema. Utafutwa wewe na hakuna shaka kuhusu hilo, ameandika Zitto Kabwe. Zitto ametoa hisia zake hizo kupitia andiko lake kwenye mtandao wa kijamii wa X leo, siku moja mara baada ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kutoa siku 13 kwa Chadema kujieleza ni kwa nini wasichukuliwe hatua ya kusimamishwa kwa usajili wa chama hicho, madai yakiwa ni kukiukwa kwa sheria ya vyama vya siasa pamoja na matamshi yanayohatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi yanayotolewa na viongozi wa chama hicho. Tume ya Jaji Chande iliyoundwa na rais ilitoa taarifa inayosema wananchi wanailalamikia ofisi ya msajili kwa kutokutenda haki kwenye kusimamia shughuli za vyama vya siasa. Badala ya msajili kuchutama, kuwajibika na kubadilika, anarudia makosa yale yale. Msajili anajua, Watanzania wanajua, na dunia inajua kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa CCM kufanya makosa makubwa kuliko hata ambavyo msajili ameituhumu Chadema. Hatukuwahi kuona hatua zozote zimechukuliwa na ofisi hii ya msajili, ameandika Zitto Kabwe. Aidha, katika barua ya msajili iliyotumwa kwa Chadema ilieleza kuwa ofisi hiyo imekuwa ikifuatilia kwa karibu mwenendo wa viongozi wa Chadema, kauli zao katika mikutano ya hadhara, taarifa za vikao vya chama pamoja na maudhui yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Miongoni mwa hoja zilizotajwa kwa uzito mkubwa ni kauli zinazodaiwa kutolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche, kuhusu mpango wa kuitisha maandamano nchi nzima kushinikiza kuachiwa kwa mwenyekiti wa chama hicho taifa. Lema hakukaa kimya baada ya kuona andiko hilo la Zitto Kabwe. Yeye alichofanya ni alifanya kushare, alafu akaandika, Zitto Kabwe, achana na hii narrative, kwani haipo na haiwezi kuwa, na kuona unachofikiri, unatubusu kama Yuda alivyombusu Yesu. Aliandika hivi God bless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, muda mchache tu baada ya Zitto Kabwe kuandika kwenye ukurasa wake wa X kuwa msajili wa vyama vya siasa asijaribu kuifuta Chadema. Hii ni Ayo TV, mimi ni Pasco Mwakioma.